Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi hiki cha Nifahamishe ambacho tunakuletea kila Alhamisi na Ijumaa saa 1:30 ya jioni. Karibu sana, jiunge nami mchungaji wako Anthony Rioba wakati tunaingia katika kipindi hiki. Leo tutakuwa tunazungumzia kuhusu viwango vya Ukristo ama sehemu ambazo Mkristo anaweza kukua kutoka wapi kwenda wapi kuelekea wapi, viwango ambavyo Mkristo anapitia wakati anaingia katika ukamilisho. Kwa hivyo hayo ndio ambayo tunayazungumzia leo. Ni mimi tena narudia kusema mchungaji wako Anthony Rioba, mchungaji wa kanisa la Pefa Customs linalopatikana Isebania, Migori County katika nchi yetu ya Kenya. Karibu sana na Mungu akubariki. Na kabla tuanze basi ninakusihi tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye enzi na uzima, wewe ambaye neno lako linasema katika Isaya ya kwamba kiti chako cha enzi kiko mbinguni, lakini duniani unaweka miguu yako. Bwana, tunalibariki jina lako, maana wewe ni mkuu sana, Mungu wa milele unayefahamu kila jambo. Unasema wewe ni Alfa na Omega, inamaanisha unaelewa kila linalotokea na kila jambo ambalo linaendelea. Bwana, tunakusihi ya kwamba wakati tunaingia katika neno lako, tunakusihi ukazungumze Bwana nasi, zungumza na mioyo yetu, zungumza na msikilizaji na mtazamaji. Bwana, naomba ukasababisha maisha yao kubadilika. Ninaomba nguvu zako na Roho Mtakatifu akashuke ndani yao. Wakati tunazungumza neno hili, waweze kupata nafasi ya kutembea ama ya kukua kutoka kwa viwango vya chini na kwenda katika viwango vikubwa vya Ukristo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umesikia ombi hili na umetenda, ni kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji, ninakuletea jinsi ambavyo nimekuambia ujumbe ambao unasema viwango vya Ukristo. Hakika katika njia zetu ama katika njia hii ya kwenda mbinguni kuna viwango ambavyo vipo na sisi kama Wakristo tunafaa kuvifahamu ili tuweze kuelewa ya kwamba uko kiwango gani. Alafu basi ukishajua uko kiwango gani, je, umeridhika na hicho kiwango au sasa inabidi utoke katika kiwango ambacho uko ukaweza kuenda katika kiwango kingine ambacho kinafuatia. Ni vizuri kwamba uweze kuelewa na kusihi ukaweze kuweka moyo wako ama ukuwe makini na ukaweze kutega kabisa na kufanya moyo wako kumwelekea Kristo ili somo hili likakusaidie. Ni vizuri uelewe uko kiwango gani, na baada ya hapo ujiulize, je, nimeridhika na kiwango hiki ama naweza nikafanya vizuri zaidi. Kumbuka kwamba katika wana wa Israeli wakati walikuwa katika nchi ya Misri, walikuwa katika mateka, walikuwa katika shida, walikuwa wanasumbuliwa na wa Misri. Sasa kile ni kiwango ambacho watu wako katika ulimwengu hawajaokoka, lakini baadaye Mungu akawatoa hapo, akawakomboa hapo, akawaleta katika safari ya kutembea jangwani mpaka wakafika Kanani. Kwa hivyo walitoka viwango, wakatoka kukaa katika Misri, wakakuja jangwani katika safari. Na wakati walikuwa safarini pale, walikuwa wanatoka sehemu fulani hadi sehemu fulani. Hawakukaa maeneo mamoja, lakini walitembea katika maeneo mpaka siku ambayo wamefika Kanani na wakaweza kuanza kugawana mashamba. So mpendwa, katika safari hii ya kwenda mbinguni pia kuna viwango vya Ukristo, na ni vizuri uweze kulifahamu hili ili Mungu aweze akakusaidie na ukaweze kukua. Sikiliza mpendwa, yawezekana umekaa kanisani miaka mingi, lakini kukaa kanisani miaka mingi haionyeshi kukua kiroho. Kukua kiroho ni juhudi ambazo mtu anachukua kumtafuta Kristo, ndipo anakuwa kiroho na anatoka katika hatua moja hata hatua nyingine. Lakini sio eti umekaa muda gani kanisani eti kwa sababu waliokaa miaka 20 ama waliokaa miaka 10 ama waliokaa miaka 30, wengine wamekaa miaka 50, inamaanisha hao sasa ndio wamebobea. Unaweza kaa miaka 50 na ukawa uko katika kiwango kile cha mwisho. Actually nimekuweka kiwango cha 5, yani level 5, na hiyo ndio ya mwisho. Sasa nataka nizungumzie viwango vitano. Kiwango cha kwanza cha 5, alafu nije cha 4, cha 3, cha 2 na cha kwanza katika Ukristo. Mungu akusaidie sana. Sikiliza mpendwa, wale ambao mumekulia vijijini na yawezekana mkatembelea mito, kuna mawe ambayo yanakuwaga majini ndani ya mto.
unakuta kwamba lile jiwe ambalo maji yanapita kila siku mchana na usiku, lile jiwe limekusanya uchafu. Unakuta lile jiwe ni chafu kushinda jiwe ambalo liko nje lenye maji hayapiti katika hilo jiwe. Kwa hivyo mpendwa, mtu anaweza akawa kanisani miaka 50, lakini ukakuta kwamba kazi yake ni kukusanya uchafu, na ni mchafu hata kushinda wale ambao hawajaokoka. Hilo lisikushangaze, inakuwa hivyo kwa sababu kama jiwe ambalo liko ndani ya maji linaweza kuwa chafu kushinda lenye liko nje, basi hata hivyo mtu akiwa ndani ya kanisa, mtu akiwa ndani ya Ukristo, asipojichunga utakuta ni mbaya kushinda wale ambao wako nje. Sasa nataka tuangalie hatua hizo 5 zile ambazo sisi wa Kristo tumegawanyika katika viwango 5, na vizuri ujue kiwango chako ni kipi. Sasa wacha nianze na kiwango cha 5 ambacho ndicho cha mwisho, ama ndicho mtu anaanza nacho. Kiwango cha 5 kinaitwa umati, na ninaangalia kulingana na mtazamo wa Kristo alivyowagawa wale wanafunzi wake, alivyowaita wale wanafunzi wake, alivyowagawa nao. Sasa kuna kiwango ambacho kinaitwa umati, na nataka tusome vifungo viwili hapa alafu niendelee na kukueleza. Luka 19, Luka 19, Biblia inasemaje pale Luka 19? Nianzie mstari wa 3. Nianzie mstari wa kwanza. Luka 19 mstari wa kwanza Biblia inasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahala pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Sasa angalia mpendo, kundi la kwanza ni watu ambao wanafuata Yesu, wanaitwa umati. Mimi neno hili linanifurahisha sana. Kuna umati na kuna Zakayo. Zakayo yeye amefanya juhudi za kupanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Lakini basi sizungumzii Zakayo, nazungumzia huu umati huu ambao ulikuwa unamfuata Yesu. Kuna Yesu mtenda miujiza, Yesu anayeokoa, Yesu anayebariki, Yesu anayekomboa, Yesu anayebadilisha, Yesu anayeleta amani. Lakini umati huu wote unamfuata na hakuna yeyote aliyefaidi kutoka kwa huyu Yesu. Mtu anakuja kwa baadaye anaitwa Zakayo, yeye ndani yake amekusudia kujua Yesu ni wa namna gani, mpaka ametafuta njia ambayo ataweza kumuona vizuri. Ndio maana anapanda juu ya mkuyu, na Yesu anamfaidi, maana anasimama pale, anamuita jina na anasema kwamba leo wokovu umekuja nyumbani kwako. Lakini hapa umati umemfuata Kristo na hakuna faida umepata. Umekuwepo tu kuwashangilia tu, kuona kile kinaendelea, lakini haujapata faida. Wakristo wengi, actually si Wakristo wengi, lakini watu wengi wanaojiita Wakristo wako katika kiwango hicho. Hawa ni wale ambao wanazaliwa katika familia za Kikristo. Sasa akiulizwa religion, anasema ni Mkristo. Yeye anajiita tu Mkristo kwa sababu amezaliwa katika familia ya Kikristo, amezaliwa katika nchi za Kikristo, sasa anajiitia Ukristo. Huyo ako katika kiwango cha umati. Na wacha tu nisome kitabu kingine ili uweze kuona kiwango hiki cha umati. Marko 10, tuangalia habari za Batimayo. Marko 10 mstari pale wa 46. Biblia inasema, wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Na aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti,
alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Sasa unaweza ona umati, angalia umati. Mstari wa 46 Biblia imesema ya kwamba alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Unaona? Huo ni umati ulikuwa unamfuata tu Yesu, kufurahia tu yale ambayo anatenda, lakini umati wenyewe haufaidi chochote, haupati chochote, haushughuliki kupata chochote kutoka kwa Kristo. Kuna wanakuja kanisani, ukweli ni kwamba wako kanisani, lakini haombi. Ako kanisani, haabudu. Wakati watu wanaabudu, wamemaanisha yeye amesimama tu. Wakati watu wanaimba na yeye yupo tu, lakini hashughuliki na lolote. Sasa hawa wako katika umati ambao unamfuata Kristo, lakini haupati faida yoyote. Hakuna faida yoyote ambayo unapata. Unaona? Sasa umati huo, na Wakristo wengi wa katika kiwango hiki cha umati. Na ndio maana inakusihi mpendwa, kama ukweli umeelewa kwamba wewe ni Mkristo, inafaa sasa utoke katika level hiyo umati, ukasonge katika level namba 4 ambayo nitakuwa nakutajia muda si mrefu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, angalia umati unamfuata Yesu Kristo. Hapa tunamuona Batimayo, naye umati unamfuata Kristo. Batimayo ndio amemuita Yesu, lakini wale ambao wametembea tu kumfuata bila kumuita, bila kutaka kumuona, hakuna faida wanayoipata. Ndio maana utakuta watu wengi wanasema, nimekuwa nikienda kanisani, hakuna faida nimeiona. Ni kwa sababu gani? Hajataka mwenyewe kukutana na Kristo. Hakuna, Yesu hawezi akajilazimisha kwa mtu. Yesu hawezi akajiingiza ndani ya mtu. Lazima mtu awe tayari na akubali kwamba Yesu, ingia ndani yangu, Yesu nihudumie, Yesu nibadilishe. Yesu anafanya hiyo kazi. Wakati Batimayo amelia kwamba Yesu Mwana wa Daudi ni rehemu, Yesu alimrehemu. Lakini ule umati, Biblia haijazungumza, haijasema, haijaandikwa kokote kwamba ule umati kuna msaada wowote ulipata kutoka kwa Yesu. Ninakusihi, ukitaka msaada kutoka kwa Yesu, toka sasa kwa kiwango cha umati, enda katika kiwango cha namba 4. Hawa umati hawa ni kina nani sasa? Hawa umati hawa ni kina nani? Hawa wanafananishwa na kama mashabiki wa mpira. Mashabiki wa mpira wananifurahisha sana. Wakati mwingine wanazungumza ni kama wanajua sheria za mpira, na ni kama wanajua kucheza kushinda wachezaji wenyewe. Na hata katika Ukristo, hawa watu ambao wako kwa umati pia na wao wanajifanya kama wanajua neno, wanajifanya kama wanajua Ukristo ni nini. Watakuambia, mimi nimekuwepo kanisani miaka 30. Watakuambia, mimi nilibatizwa na mzungu. Waacha wewe Mwafrika, wakati wazungu walikuja wakianzisha kanisa, hao ndio walionibatiza. Kumbe ako kwa umati tu, hakuna faida ambayo ameipata. Yuko tu pale sawa, anaonekana kama ambaye amefahamu sana, lakini kusema ukweli hakuna faida aliyoipata. Ninakusihi kwa jina la Yesu, utoke kwa kundi la umati, uingie katika sehemu nyingine ambayo ninakuelezea muda si mrefu. Sasa tabia nyingine ya hawa watu ni kwamba wanawazuia wengine kumjua Kristo, wanawazuia wengine kumfikia Kristo. Unaona sasa, kama wakati Batimayo analia, hebu nirudie pale kusoma mstari wa 47. Binasema, na aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti. Sikia, wengi wakamkemea, yani ule umati ukamzuia Batimayo asilie, asipaze sauti yake na kumuita Yesu. Unaona?
Sasa umati ule umefika sasa kiwango ambacho badala ya kusababisha watu kumwendea Kristo, unazuia watu kumwendea Kristo. Na hiyo ndio shida ambayo tuko nayo ndani ya kanisa. Unakuta wale ambao wako kwa kiwango hicho cha 5, katika kiwango cha umati, wako kanisani lakini ni umati. Vituko wanavyofanya, kebehi wanazozitoa, maneno yanayotoa vinywani mwao yanasababisha hata watu walio ulimwenguni, wale ambao hawajaokoka, wale watu ambao labda wamelemewa na nguvu za giza, wakisikia yale ambayo watu hao wa umati wanasema basi hakuna haja ya kuwa Mkristo. Na wewe hauko katika kiwango cha umati. Unaweza kuwa katika umati na wewe ni mchungaji, maana kuna wale self-appointed pastors, kuna wale waliojiita wenyewe. Sasa kama mtu amejiita mwenyewe na ako katika kiwango cha umati, akifungua mdomo yake, yale anayoyasema yanafukuza watu badala ya kuwaleta watu. Maana hapa Biblia inasema wakamkemea anyamaze. Yaani umati unazuia watu kumjua Yesu. Nikuulize tu mpendwa, wakati unatafakari, yawezekana kuna neno ambalo umesema na likasababisha mtu akakosa kumwabudu Yesu? Kuna neno ambalo umefanya likasababisha mtu akakufa moyo, akakosa hata kumfuata huyu Yesu? Kuna neno ambalo umesema likasababisha mtu akakufa moyo, akaona hakuna haja. Mpendwa, ondoka katika kiwango hicho cha umati ukaende katika kiwango kingine. Naona wamemzuia hawa watu tu, hawa umati umemzuia Zakayo kumuona Yesu ni wa namna gani. Hawa sasa ndio unaona wanarusha kebehi kwa mitandao, unakuta wanatusi kanisa, unakuta wanarusha tu juzi nikashangaa sana, kuna ndugu ambaye alikuwa mwanafunzi na kanisa likamlipia kwenda katika masomo ya juu pale ng'ambo. Sitakutajia nchi ambayo alienda. Akaenda ng'ambo, kanisa limehusika kumpeleka ng'ambo. Wakati ameenda pale ng'ambo, amefanya masomo yake miaka 2 yakaisha, akaingia kwa miaka 3 akamaliza. Baada ya kumaliza miaka 5 ng'ambo, eti huyu ndugu anatuma kwenye mtandao kwamba Ukristo na kanisa ndilo shida kubwa iliyotokea Afrika. Sasa najiuliza, hii kanisa ndio imempeleka hapo ng'ambo kusoma, alafu sasa anaigeuka kwamba hii kanisa ndio shida kubwa iliyotokea Afrika. Mpendwa, unasema hivyo na kushambulia kanisa kwa sababu gani? Uko kwa umati. Lakini siku ambayo utapata neema na usonge, utaona yale ambayo tunaona na faida ambazo tunaziona wakati tunamwabudu huyu Yesu Kristo aliye juu. Haleluya. Ninakusihi neema ya Bwana kushukie, uweze kutoka katika kiwango cha umati. Usikue kama watu waliomzuia Zakayo, usikue kama watu waliomzuia Batimayo, usikue kama watu waliomzuia yule mwanamke. Kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu. Wacha nikimbie pale Luka 8 pale 45, Luka 8 mstari wa 45. Biblia inasema Yesu akasema, ni nani aliyeniguza? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Sikiliza, makutano wanakuzunguka na kukusonga. Sasa hata wakati wa yule mwanamke kuna watu waliomzuia hata yeye asimfikie Yesu. Ndio maana akafanya kazi kubwa ili aweze kufika kwa Yesu Kristo. Toka katika hatua ama kiwango cha kuwazuia watu ukaweze kuja katika kiwango kingine ili ukakue kiroho. Wacha kusonga songa. Unaona, hao watu, huu umati ulikuwa unamsonga songa Kristo. Wacha kumsonga songa Kristo. Geuka kama yule mama, mguze Kristo. Ukimguza Kristo unapata muujiza wako. Ukimguza Kristo moyo wako unabadilishwa. Ukimguza Kristo unapata neema ya pekee. Ukimguza Kristo Bwana anakutembelea. Kwa hivyo kuanzia leo ninakusihi, wache kumpapasa, wache kumsonga Yesu, uingie ukamguze, na wakati unamguza neema ya pekee inashuka juu yako, na ukweli Bwana anatenda mambo makubwa juu yako. Hawa watu wana tabia
tabia ambazo wanajijustify, wanajiona kwamba wako sawa, wao hawana kosa. Hawana tabia ya kushuka mbele ya Yesu, hawana tabia ya kutubu. Unaona, watu ambao hawajali, watu ambao hawatubu, watu ambao wanajihesabia haki, watu ambao hawataki kushuka, watu ambao ubinafsi ni mwingi sana, haujafa. Hawa ni watu ambao wako katika kundi la umati ama kiwango cha umati, hawajafa. Unajua, wakati unamfuata Kristo inafika sehemu ambayo unakufia matendo ya mwili, unaacha masuala ya ulimwengu. Unaona, hawa ni watu ambao hawajui kama kusupport haya masuala ya jinsia moja kuoana kama ni sawa ama si sawa. Utasikia wengi wanasema hilo ni chaguo la mtu. Ukiona mtu vyenye amevaa unaanza kusema Mungu atusaidie, wanafaa kuvaa vizuri. Mtu anasema hiyo ni chaguo la mtu. Yaani hawa wenye umati hawana specifics, hawana malengo ama hawana tabia fulani ambayo wanasema mimi nitafuata hii tabia kwa sababu nimemkubali Kristo. Bado wako kwa umati, kwa hivyo yeye lolote linalokuja anaenda na hilo, hajali kile ambacho kinaendelea. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, toka sasa katika kiwango hicho cha umati ukasonge katika kiwango kingine, namba 4, kinaitwa kiwango kile cha watu 70. Kiwango cha watu 70. Maana Yesu alitembea na umati, lakini pia Yesu alikuwa na wanafunzi 70. Wale wanafunzi 70 aliowatuma kwenda kuhubiri. Hebu tusome neno la Mungu, Luka 10 pale, Luka 10 mstari wa kwanza bila sema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili watangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Hawa 70 hawa ninawalinganisha na washirika wapya, wale ambao wameokoka tu. Unaona, kuna watu wanakuja kanisani, wako katika umati, hawajaokoka. Sasa nikikuja kwa hawa 70 ni wale ambao wako ndani ya kanisa, wameokoka, wamekubali kuja kanisani, lakini ni wageni, hawajui lolote, hawajajifunza. Wengine wako tayari wanatamani kujifunza, lakini wengine hata hawataki kujifunza. Sasa hiki kiwango cha watu 70, tabia yao ni gani? Tabia yao ni kwamba, unajua, ukishampokea Yesu, umempokea Roho Mtakatifu, hata ukikemea pepo linaenda, maana linaheshimu yule Yesu aliye ndani yako, yule Roho aliye ndani yako. Unajua, pepo kutoka, watu kupona, miujiza kufanyika, haionyeshi kwamba mtu ni maarufu sana, haionyeshi umaarufu wa mtumishi, hapana. Vitu hivyo kufanyika, vinafanyika kwa sababu ya kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho amekiachia ndani ya mtu. Nikikuombea Bwana akuponye, nikikuombea pepo liondoke, utolewe kwa vifungo, haimaanishi kwamba mimi ni wa maana sana, ama hapana. Wala haimaanishi kwamba mimi sasa niko na ticket direct ya kuingia mbinguni. Hamna, ni kipawa tu cha Kristo ambacho amekiweka ndani yangu. Kwa hivyo hawa 70, kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyo ndani yao, wanaweza wakafanya kazi. Anaweza akasema pepo toka, na likatoka. Lakini sasa wako na uchanga wa kiroho. Na wacha nisome pale 17. Ruhusu nisome pale 17 uweze kuelewa kiwango hiki. Biblia inasema pale mstari wa 17, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona Shetani akiangua kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho waduru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Unaona? Sasa Yesu amesha sense, amefahamu hawa kwa sababu ya utoto wako kiwango cha watu 70. Niseme kwamba ni kiwango cha utoto wa kiroho. Sawa, Mungu anawatumia, sawa, wamempokea Roho Mtakatifu, sawa, lakini hawajafahamu neno la Mungu, hawajaweka misingi bado,
hawajaingiza mizizi yao ndani. Unaona? Sasa ndio maana Yesu anawaambia kwamba nimemuona shetani akishuka kama umeme. Kwa sababu gani? Pale ambapo kumekuwa na ufufio, watu wamejitokeza na kumfahamu Kristo, shetani huwa hajakubali kwamba watu hawa wametoka katika ulimwengu wa giza, wameingia katika ulimwengu wa nuru. Sasa anashuka ili awachanganye, ili warudi katika ulimwengu wa giza. Ndio maana unaona wanafurahia huduma, wanaona ni sisi. Yesu anawakataza, usiseme ni wewe. Kwa sababu gani? Utakuwa unaumba kiburi, utakuwa unajenga kiburi, utakuwa unajiinua wewe badala ya kumuinua Kristo. Sasa ndio maana anasema nimeona shetani akishuka kama umeme, yaani njia ya kuwatoa katika njia ya kweli. Shetani anashuka ili awaharibu, ili alete majaribu. Maana pale ambapo nguvu za Mungu zipo, shetani hujipenyeza ndani ili akaweze kutoa watu katika kweli. Na ndio maana anasema hivi, hata wale ambao Mungu anatutumia katika njia tofauti tofauti, katika upako viwango tofauti tofauti, ninakuomba uelewe ya kwamba katika hizo nguvu za Mungu, adui wakati mwingine anajipenyeza na kuleta matatizo kwa maisha ya watu na katika wahuduma. Mpendo wa Mungu, ni kusihi uelewe neno hili kwamba kiwango cha 4 ni cha watu 70. Watu ambao wameokoka, watu ambao wamemjua Kristo hivi juzi, watu ambao hawajafahamu neno la Mungu vizuri, hawajajua jinsi ya kutembea. Wakiona jambo limefanyika, wanafurahia sana. Huwa wanajaribu chochote kanisani. Ikifika wakati labda wazoezi, wako pale. Ikifika wakati wa kuimba, wako pale. Wakiona mtu ameinua mikono, na wao wanainua. Wakiona mwingine amelala chini, wanalala. Sio kwa sababu limetoka ndani yao, yaani wanaiga tu kinachoendelea, kwa sababu ukweli ni kwamba hawajui. Ndio sasa wameokoka, wanashangaa mtu anaweza akalala chini na kumwabudu Bwana. Sasa na yeye analala tu, unaona? Lakini sasa ni vizuri kishakuwa katika kiwango hicho, maana ni kiwango cha kuanza. Ni vizuri unaanza hivyo, na baadaye unaendelea na unakomaa. Yule ambao umeanza, siongei hivyo ili nikuue moyo, lakini nakutia moyo kwamba tulianzia hapo. Hicho ni kiwango tu cha 4. At least umepiga hatua, maana umetoka kwa umati, umeingia sasa katika watu 70. Kuna kiwango kingine ambacho unafaa kuingia na upate neema ya Bwana. Mungu akusaidie uweze kusonga katika hicho kiwango kingine. Kiwango hiki cha watu 70 wanataka kufanya kila kitu. Nafikiri nimeshasema, wanataka kufanya kila kitu, lakini mara nyingi huwa vitu ambavyo wanafanya havieleweki. Wanataka washiriki kila mahala, lakini unakuta kwamba labda mtu hana kipawa. Unajua, wakati unakuwa unajielewa kwamba mimi Mungu amenipea kipawa cha uimbaji, mimi Mungu amenipea kipawa cha uombezi, mimi Mungu amenipea kipawa cha kufundisha neno, mimi Mungu amenipea kipawa cha usaidizi, kipawa cha usaidizi, kwa mfano kuandaa kanisa, kufanya usafi kanisani, ama kusaidia watu. Hicho ni kipawa cha usaidizi. So unakuta kwamba watu hawa hawajaelewa, hawajafahamu wafanye nini. Lakini ninakusihi mpendo, kama uko katika hicho kiwango, uendelea tu kwenda kwa ibada, endelea kukaa kwa maombi, endelea kusoma neno la Mungu. Bwana atakufanya ukue na kusonga katika hatua nyingine. Wapendo ambao wako katika kiwango hiki cha watu 70 wana maswali mengi. Unajua, wanakuja kwa Yesu, wanasema wanafurahia Yesu, hata mapepo yalitutii. Unajua, hata hawajui nini kilifanyika, lakini wanafurahia tu. Kwa sababu gani? Ndani yao kuna excitement, kuna furaha ya kwamba kuna kitu kimefanyika. Na kwa sababu hiyo wako na maswali mengi ambayo yanahitaji majibu. Lakini majibu anayoyatoa ni Yesu, wakati unaendelea kukua ndani, wakati unaendelea kukaa na yeye, wakati unaendelea kumwabudu, unaendelea kukua na kujaa na kupata majibu ya maswali yako. Tabia ya mwisho ya watu hawa ni kwamba wanataka kuonekana. Nataka kujulikana. Ndio wale utakuta wa kanisani, wakati mchungaji anaendelea kufundisha neno, anasimama tu, hakuna mahala anaenda, anasimama tu, anatoka, anaenda, anajifanya ameenda chooni, tena anarudi. Yaani ni njia tu aweze kuonekana kanisani.
ili mtu asimuulize umeenda wapi, mtu asimuulize mbona hukuja kanisani. Yaani hajapata njia ya kujisimamia mwenyewe, afahamu kwamba kuja kwa ibada unakuja kujijenga, si lazima mtu ajue kama ulikuja ama haukuja. Sasa wakiwa katika kiwango hicho, wao ukiona wale watu ambao ni attention seekers, attention seekers wako katika kiwango hicho cha level 4, wanataka waonekane na watu wengine. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, sasa fanya hivi, tembea, songa kwa kiwango kipya, songa kwa kiwango kingine. Na hiki kiwango sasa nataka nikizungumzie, kinaitwa kile kiwango cha wanafunzi 12. Kumbuka tumetoka kwa umati, tumekuja kwa wanafunzi 70, sasa tuko kwa wale wanafunzi 12, kiwango cha 3. Baadaye tutaenda kwa kiwango cha 2 na kiwango cha kwanza. Sasa hiki kiwango cha 3 cha wanafunzi 12, nasoma Marko 3:13. Marko 3:13. Biblia inasema, akapanda mlimani akawaita aliowataka mwenyewe, wakamwendea. Akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Sikiliza mpendo, Kristo amepanda mlimani. Biblia ikisema akapanda mlimani, maanisha akaenda maombini. Baada ya kutoka kwenye maombi, akawaita aliowataka, nao wakamwendea. Sikiliza sasa si watu 70 tena, lakini anawachagua anaowataka. Kwa wale 70 anawachagua anaowataka, anawaita sasa katika kiwango cha wanafunzi 12. Na hapa kuna kitu ambacho anasema ya kwamba wapate kuwa pamoja naye. Mpendwa, ukitaka utoke kiwango cha 4 uingie katika kiwango cha 3, anza kukaa na Kristo, anza kutembea na Yesu, anza kutafakari wema wa Bwana, anza kuabudu ukiwa mwenyewe. Usisubiri lazima ukutane na watu, lazima uwe kwenye ibada ndipo kaabudu. Lakini sasa simaanishi kwamba ukishafika kiwango hiki unajitenga na wengine. Biblia inakataa, Biblia inakataa katika kitabu cha Waebrania 10:25, kwamba tusiache kukutana jinsi ilivyo kawaida ya wengine. Unaona? Sasa inamaanisha kwamba ukifika kiwango cha watu 12, wewe hata unaweza ukasaidia wengine, unaweza ukafanya wengine wakavutiwa jinsi ya kumfuata Kristo na jinsi ya kushuka ndani kabisa katika ule uwepo wa Mungu. Hao kwa kiwango walio katika kiwango cha 12 sasa cha wanafunzi 12 wanakaa pamoja na Kristo. Utakuta wanaomba dakika 30, utakuta wanaomba lisaa lizima, wanaomba masaa 3. Hawa ni watu ambao sasa wameamua kukaa na Kristo, wanasoma neno la Mungu, wako na tabia ya kujisomea neno la Mungu, hawatasubiri wasomewe. Hawa wako na tabia ya kutafuta ukweli, hawa wako na tabia ya kutaka kumjua Kristo na nguvu zilizomfufua. Wana tabia ya kumsogelea Kristo zaidi, wana tabia ya kububujika ndani ya uwepo wa Mungu aliye juu. Hawa wanafunzi 12 wanatembea na Kristo kila mahala. Kuna watu wanauliza kama tuko kwa ministry full time, kumaanisha kwamba haufanyi kazi yoyote ile, unafanya tu kazi ya uchungaji ama kazi ya huduma. Lakini mimi nafikiri ministry full time ni kutembea na Kristo kila mahala. Hiyo inamaanisha kwamba uko na yeye muda wote, uko na Yesu muda wote. Hawa waliacha shughuli zao, waliacha familia zao, waliacha kila kitu walichokuwa wakifanya, wakaambatana na Yesu. Lakini sasa leo haimaanishi uache kazi yako, lakini inamaanisha kwamba hata ukiwa kazini unaifanya kazi ukiwa ndani ya Kristo, unaifanya kazi ukimwogopa Kristo, unaifanya kazi ukimwabudu Yesu. Hata pale kazini unamheshimu Yesu. Hata wakati uko njiani, uko safarini, hautasema eti kwa sababu niko safarini sihitaji kuwa Mkristo. Uko safarini, bado
umeweka akili yako kwa Kristo, bado unamwamini Yesu, bado unamfahamu huyu Yesu, bado unamtafuta huyu Yesu, hiki ndicho kiwango cha wale wanafunzi 12. Biblia inasema akawaita wapate kuwa pamoja naye. Na ndio shida sasa, mtu akikuwa mzee wa kanisa ama awe mchungaji ama awe na uongozi fulani na hajapata kuwa pamoja na Kristo, yani ametoka tu level 4, kiwango cha 4, kile cha watu 70 na kupewa uongozi, inakuwa shida kwa sababu hajakaa pamoja na Yesu. Wakati unaendelea kukaa pamoja na Yesu, Yesu anaachilia Roho Mtakatifu ndani yako. Yule Roho kazi anayoifanya ni kufisha matendo ya mwili, kulingana na Warumi pale. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu anafisha matendo ya mwili ndani yetu. So tukikaa na Kristo, kazi yake, sisi tunamwabudu sawa, sisi tunaomba sawa, lakini yeye anafisha matendo ya mwili ndani yetu na anaongeza imani yetu. Wakati umekaa na yeye, mtu anasema eti haijalishi muda ambao unaomba, kinachojalisha ni imani. Sikiliza mpendo, kukaa pamoja na Kristo ni agizo. Unaona, amewaita ili wakae pamoja naye, na wakati unakaa pamoja naye ni sawa, imani inafanya kazi, ni sawa, lakini mwili wako unafaa kushughulikiwa. Mwili wako unashughulikiwa namna gani? Wakati uko kwa maombi, Bwana anaua chemichemi ya dhambi. Miili yetu imejaa dhambi, so Mungu anaua ile chemichemi ya dhambi, ile chembe ya dhambi, Mungu anaiua. Wakati unaendelea kuabudu, wakati unashuka mbele zake, ukifanya ibada ya maabudu hata lisaa, unamwaga moyo wako mbele za Kristo. Wakati unamwaga moyo wako mbele za Kristo, Bwana anaua hamu ya dhambi. Bwana anaua ile mwili unatenda dhambi, Bwana anaua hiyo hamu, anaua, anamaliza. Na wakati anaua hamu ya dhambi, anaongeza imani yako, anakusogeza karibu na yeye, anakusababisha kukua, anakusababisha kumpenda, anakusababisha kumtafuta, anakusababisha kumsogelea, anakusababisha kushuka. Biblia inasema kwamba nishuke ili aongezeke. Anakufundisha kushuka na yeye anaongezeka ndani yako. Kila wakati ambao unanena maneno ya baraka, unanena maneno kutoka juu, mawazo yako yanaanza kubadilishwa. Mawazo yako yanafikiria maneno yaliyo ya juu kushinda yaliyo ya ulimwengu. Kwa sababu gani? Umekaa pamoja naye. Kwa sababu gani? Umetembea pamoja naye. Na Biblia inasema ili akutume. Haleluya! Baada ya kukaa naye ndipo anakutuma. Angalia mpendo, Yesu amekaa na wanafunzi wake miaka 3.5. Baada ya kukaa na wao miaka 3.5, wamepokea Roho Mtakatifu, ndipo akawatuma sasa kuhubiri. Wanasambaa katika ulimwengu mzima na kusambaza neno. Kwa nini? Walikaa pamoja na Yesu. Ninakusihi usiondoke kufanya huduma kabla haujakaa na Kristo. Kaa na Yesu. Kama kuna sehemu umepewa kanisani kuishikilia, kama kuna uongozi umepewa, kama kuna huduma unafanya, inabidi utafute muda ukae pamoja na Kristo. Ukikaa pamoja na Kristo utafanikiwa na kusababisha akutume. Wakati umekaa na Kristo, hata akikutuma anaufahamu, anaelewa mtu ambaye natuma ni mtu wa namna gani, na ni kwa sababu ni yeye amekutuma. Atakutetea, atakusaidia, atasimama na wewe katika kazi ama katika yale maeneo ambayo umetuma. Mpendo wa Mungu, toka katika hatua ya 4, njoo kwa hatua ya 3, ambayo ni ile hatua ya wanafunzi 12, kutembea na Kristo, kukaa na Kristo. Kisha kaa naye, anakutuma kufanya nini? Kuhubiri Injili. Nabii anasema kwamba anakupa amri ya kutoa pepo. Ile ambayo walitoa pepo sasa pale, wale wanafunzi 70, ilikuwa tu ilikuwa ni kionjo, lakini sasa ukishakaa na Yesu, kutoa pepo inakuwa tu ni kawaida. Unaona, mtu akasema kwamba anayeishi kwa maombi, miujiza inakuwa ni kawaida. So kutoa pepo inakuwa ni jambo la kawaida, si jambo la kufurahia tena. Hufai kufurahi kwa umetoa pepo, ni jambo la kawaida. Unaona, linakuwa la kawaida. Kwa hivyo mpendwa, tembea, kaa katika hatua hii ya kukaa na Kristo.
Na tabia za watu kama hawa wako, nimesema kwamba wamejitolea kumtafuta Kristo na kumwabudu. They have their own devotions, wanafanya sessions zao ama vipindi vyao vya kumwabudu Mungu, si lazima pamoja na mpango wa kanisa, lakini hawasubiri mpango wa kanisa. Bwana anawapa uwezo wa kufanya huduma. Wakati mwingine watu kama hawa, usipojitunza na kusonga kwa hatua ya pili, utashtukia jina lako limetajwa tu mara moja. Simaanishi kwamba jina kutajwa mara mingi sijui ni raha au ni furaha, lakini tuangalie katika wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi 12, nikiwauliza leo, ninajua mnakumbuka Petero, mnakumbuka Yakobo, mnakumbuka Yohana, maana wametajwa mara mingi sana kwenye Biblia. Mnakumbuka Tomaso kwa sababu gani? Ya kitendo chake cha kutoamini mpaka Yesu akamwambia, ingiza vidole vyako katika mashimo ambayo nimepigiliwa misumari, ukaweza kuamini kwamba ni mimi niliyotoka msalabani. Labda mnaweza mkamkumbuka Tomaso kwa sababu ya hiyo. Lakini wanafunzi kina Bartolomeo, ni wangapi wenu mnawakumbuka? Wangapi mnamkumbuka Bartolomeo? Kwa sababu gani? Walipofika katika sehemu hii na kiwango hiki cha watu 12, wakatosheka na wakaachia hapo. Huduma yao ikawa ya kawaida, kazi yao ikawa ya kawaida na ikaishia hapo. Sasa wakati mwingine watu kama hawa ambao wako katika kiwango cha wanafunzi 12, pia kuna uwezekano wa kupotea. Kwa sababu gani? Wamekosa kumwelewa Kristo. Angalia Yuda, alikuwa mmoja wale 12, lakini akakosa kumwelewa Kristo, akakosa kumfuata Yesu. Mpaka Biblia inasema kwamba alikuwa mwizi, alikuwa anachukua kutoka kwa kikapu. Alikuwa mmoja wale 12, lakini anaiba kutoka kikapuni, kumaanisha hajajitolea kabisa kukaa na Kristo na kufuata maagizo yake. Ako na Yesu sawa, lakini hafuati maagizo yake. Na sisi tukiwa katika kiwango hiki, lazima ujitolee kukubali maagizo na viwango vya Yesu Kristo. Kama hautakuwa makini, yawezekana usifuate. Angalia hao wanafunzi 12 pale Yohana 4 pale. Hiki kitabu kinanifurahisha sana, napenda kukisoma sana. Yohana 4 mstari wa 6 pale binasema, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Angalia sasa, hawa ni watu ambao usipochunga, sawa, umefika kiwango cha watu 12, lakini usipochunga unaweza usielewe lengo la Kristo ni nini. Lengo la Kristo number 1 ni kuhubiri neno la Bwana. Mwenyewe anasema kwamba chakula changu ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Lakini wale hawakuwa wameelewa lengo la Kristo, wanaenda kutafuta mkate. Na hata wakati huo Yesu hakuwa anataka chakula, alikuwa anaomba maji. Sasa wawezi ukawa hapa kwa watu 12 na wakati lengo la Kristo ukweli haulifahamu vizuri. Ninakusihi kwa jina la Yesu, pamoja na kuwa katika kiwango hiki cha wanafunzi, kile cha wanafunzi 12, kama umefika katika kiwango hicho, ninakusihi endelea kumtafuta Kristo ili usonge katika kiwango cha pili ambacho nitakuwa nakitaja katika kipindi chetu hapo kesho wakati kwa tunaendelea. Mungu wa mbinguni akubariki. Inajua umebarikiwa, umeelewa. Wakati tumezungumza kuhusu kiwango cha umati, tukakuja kiwango cha watu 70 na nimemalizia katika kiwango cha watu 12. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wangu ambaye anasikiliza ujumbe huu, viwango vya Ukristo. Ninakusihi Bwana, ukamsababishe kutembea na kupanda viwango. Atoke kwa umati aje kwa kiwango cha watu 70, atoke kiwango cha watu 70 aje kwa kiwango cha watu 12.
ili apate kukaa pamoja nawe na ukamtume kufanya kazi yako. Ninasema asante kwa sababu ujumbe huu umekuwa baraka kwa msikilizaji na mtazamaji wangu. Neema yako iambatane pamoja naye. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa msikilizaji, naitwa mchungaji Anthony Rioba, kanisa la Pefa Customs. Nambari yangu ya simu 0720477620. Unaweza ukatuma ujumbe kwa WhatsApp na tunaweza tukakujibu ama tukazungumza neno la Mungu, ama tunaweza tukaomba pamoja nawe na Bwana akawa msaada kwako. Kwa jina la Yesu, barikiwa.